Karibu upate elimu ya Biblia ili ukue kiroho. Leo tutatafakari neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 3, na maneno ya Mungu mtakatifu yanasema, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa mhula alioambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Amen. Maisha ni safari ndefu sana. Pamoja na kwamba yako mambo mazuri mengi katika maisha yetu, wakati mwingine safari ya maisha hukutana na wazo vingi na mambo ya kukatisha tamaa. Somo ambalo nimelisoma linahusu kuzaliwa kwa Isaka. Kama tunavyofahamu, Isaka alikuwa mwana wa ahadi, mwana wa agano wa Ibrahimu na Sara, ambaye Mungu aliwaahidi kuwajalia, kama tunavyosoma katika Mwanzo 12 mstari wa 3, Mwanzo 15 mstari wa 4, Mwanzo 17 kuanzia mstari wa 15 mpaka 21, na Mwanzo 18 mstari wa 10 na wa 14. Mungu akamwambia Ibrahim, Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka. Mwanzo 17 mstari wa 19. Najua majira halisi ya kuzaliwa mtoto huyu aliyeitwa Isaka yalikuwa hayajulikani. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ahadi ambayo ilihitaji sana mambo yafuatayo. Kwanza, ilihitaji sana imani. Pili, ilihitaji sana utii. Tatu, ilihitaji sana uvumilivu. Na nne, ilihitaji sana subra au subira kwa kiwango cha juu sana. Kibinadamu na kimaumbile inafikirisha sana kwa Ibrahim na Sara kuzaa mtoto uzeni, tena katika umri. Naamini wewe na mimi haingia akilini. Pia hata Ibrahim na Sara wenyewe walikuwa na mashaka, kwa sababu wakati Isaka anazaliwa, Ibrahim alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na miaka 90, kama tunavyosoma katika Mwanzo 17 mstari wa 17. Sasa Ibrahim akaangalia umri wake, Sara akiangalia umri wake, wanaona kama ni mambo yasiyowezekana hivi. Ibrahim akasema, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Mwanzo 17:17a. Sara naye akasema, mimi kweli nitazaa mtoto mwana, nami ni mzee? Mimi kweli nitazaa mwana mimi, na mimi ni mzee? Mwanzo 18:13b. Walikuwa na maswali kama binadamu, wakijiangalia wanaona ni vitu kama visivyowezekana. Hata ungekuwa wewe na mimi ungekuwa na mashaka hayo. Lakini Mungu acha aitwe Mungu, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu alisisitiza juu ya ahadi yake, akasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake Sara atapata mwana wa kiume. Mwanzo 18 mstari wa 14. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, katika somo hili tunaona kuwa wakati wa Mungu mwenyewe, kwa uaminifu wake mkuu, Mungu anatimiza ahadi zake. Wakati wa Mungu ulipofika, Isaka alizaliwa. Jambo hili lilileta furaha na kicheko kwa Sara, kama tunavyosoma katika Mwanzo 21 mstari wa 6. Kwa nini lilileta furaha na kicheko? Kwa sababu ni jambo ambalo Sara alilitamani kwa muda mrefu sana katika maisha yake. Bila shaka Sara alisahau machungu yote ya nyuma. Furaha imeingia katika ndoa ya Ibrahim na Sara kwa kuzaliwa
mtoto aliyeitwa Isaka. Miaka 25 ilipita hadi kutimia kwa ahadi ya Mungu ya kuzaliwa kwa Isaka. Fikiria miaka 25 tangu Ibrahim na Sara waoana, mwaka wa 25 ndiyo Isaka anazaliwa. Sio jambo jepesi kiasi hicho. Ni safari iliyokuwa na changamoto kubwa. Furaha iliondoka, lakini waliishi kwa imani, utii, uvumilivu na subira. Miaka 25 ni umri wa mtu mzima, lakini walivumilia, walisubiri. Wewe ungeweza? Mimi ningeweza? Tumeshuhudia katika jamii yetu ya leo, watu wameoana mwaka mmoja, miezi tu imepita, mtoto amechelewa kwa vipimo vya binadamu, miaka miwili, tayari maneno, tayari dharau, tayari maneno ya kusuta mtu, presha, maneno ya dhihaka. Nimeshashuhudia baadhi ya kina mama wakiwasema vibaya wakwe zao na wakiwasema vibaya vijana wao, uliowaje mwanamke huyu asiyemzaa? Ni miezi tu imepita, ni mwaka tu, ni miaka tu. Binti wa watu wanapata masimango, hata wengine wameambiwa wanajaza vyoo tu. Watu wanaingilia utaratibu wa Mungu, mipango ya Mungu. Mungu ndiye mwenye ratiba na maisha yetu. Mungu ana muhula na maisha ya kila mtu. Miaka 25 imepita, ndiyo Isaka anazaliwa. Kwa vyovyote walifurahi. Hata ungekuwa ni wewe ungefurahi, kwa sababu mtoto ni zawadi njema kutoka kwa Mungu. Ni kiunganishi cha baba na mama, ni kiunganishi cha wanandoa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hakika safari ya maisha ya Ibrahim na Sara ilikuwa ndefu sana, iliyojaa mambo mengi mazuri, lakini na magumu mengi, na hasa hili la kukosa mtoto wa agano. Na sasa Mungu ametimiza ahadi yake, Isaka amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisubiri kwa utii, walisubiri kwa imani. Wahenga wanasema mvumilivu hula mbivu. Waingereza nao wanasema patience often brings rewards. Hali kadhalika mafundisho ya Biblia yanasisitiza kwamba Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 25. Pendwa unayenisikiliza na unayenitazama, kichwa cha somo hili nasema subiri wakati wa Mungu. Subiri wakati wa Mungu. Subiri wakati wa Mungu. Yako mambo makubwa mawili ya kujifunza katika somo hili. Kwanza, usiwe na haraka ya maisha. Usiwe na haraka ya maisha. Mambo mazuri hayahitaji haraka hata kidogo. Haijalishi unapitia hali gani, unapitia mambo gani katika maisha yako,
subiri wakati wa Mungu. Mtihani wa watu wengi uko katika kusubiri. Kusubiri changamoto kwa watu wengi. Pendwa, amini kwamba uko muhula wa Mungu wa kuinuliwa kwako. Uko muhula wa Mungu wa kuchanua kwako. Uko muhula wa Mungu wa kuvuka katika yale unayoyapitia. Uko muhula wa Mungu wa kufurahi. Kwa Mungu hakuna kuwahi wala kuchelewa. Neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri 3 mstari ule wa kwanza, neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Hivyo usikate tamaa. Kukata tamaa ni adui wa maendeleo. Kukata tamaa ni adui wa mafanikio. Usikate tamaa, kwani kwa Mungu yote yawezekana. Mathayo 19 mstari wa 26b. Jambo la msingi ni wewe kuishi kwa imani katika Yesu Kristo. Mtii Mungu kwa njia ya neno lake unalolisikia mara kwa mara. Uwe mvumilivu na muombe Mungu akupe uvumilivu. Uwe na subira, muombe Mungu akupe subira, kwa sababu imani yetu kwa Mungu huambatana na wajibu. Tusitake tu kupokea, lakini na sisi tuna wajibu. Tuna wajibu wa kusubiri, tuna wajibu wa kuvumilia, tuna wajibu wa kutii Mungu anayotaka tuyafanye. Utii wa Ibrahim na Sara ulipelekea Mungu kutimiza ahadi yake. Utii. Neno la Mungu linasema kwa muhula wake Mungu akamleta Isaka duniani. Wahenga wanasema subira yavuta heri. Subira yavuta heri. Usiwe na haraka. Uko muhula wa Mungu kwa ajili yako. Jambo la pili nalojifunza katika somo hili ni kwamba usitazame changamoto katika jicho la kushindwa, bali zitazame changamoto katika jicho la ushindi, kwa sababu hata katika changamoto liko jambo la kujifunza. Mungu ameruhusu changamoto ziwepo. Mungu ameruhusu. Changamoto ni sehemu ya maisha. Ni sehemu ya safari ya maisha. Watu wasitake mambo mteremko. Watu wasibweteki. Ndugu yangu pendwa unayenisikiliza, ni muhimu kufahamu kwamba hakuna mtu aliyefanikiwa hapa duniani ambaye hakupitia changamoto au vikwazo. Changamoto ni sehemu ya safari ya maisha. Pasipo changamoto sisi wanadamu hubweteka. Changamoto zinachangamsha akili, zinatufundisha na kutukomaza kifikra na kimaisha. Changamoto zinatuimarisha. Ni wito wangu kwako kwamba unapokutana na changamoto yoyote au changamoto za aina yoyote, changamoto zisikuweke mbali na Mungu, bali changamoto zikusogeze karibu zaidi na Mungu ili uweze kuona ukuu wake. Usiziangalie changamoto tu, bali uangalie ukuu wa Mungu
katika maisha yao. Mungu akubariki.